Mmoja wetu akipotea ni tatizo sio kwa familia yake, ni kwetu wote. Manake sisi ni kitu kimoja na ni taifa moja. Kwa hiyo nimeona wape taarifa mtakuwa mmeipata, lakini inaonekana leo vijana wetu wapatao 18 wa afya, idara ya afya walikuwa wanakwenda Kagunga, na Kagunga kama mnafahamu ni mpakani na Burundi. Kwa hiyo walikuwa wanakwenda kutoa chanjo asubuhi. Wakati wanakwenda kutoa chanjo ndio bahati mbaya ikatokea upepo mkali ambao umesababisha boti ya halmashauri kupinduka. Kwa hiyo na ndani ya ile boti, ndugu zangu, kwa taarifa ambazo tumepewa, kulikuwa kuna wafanyakazi wa idara ya afya wapatao 18. Kwa hiyo boti ilipopinduka wafanyakazi 6 wamefariki, lakini wafanyakazi wengine 12 9 wameokolewa na 3 taarifa tulizonazo bado wako ndani ya ziwa. Lakini tunashukuru kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, wenzetu wa upande wa fire na uokoaji, lakini upande wa polisi, upande wa marini, lakini na vijana wetu ambao ni wataalamu wa kuogelea, kupiga mbizi, nao wanafanya kazi hiyo. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba hili limetokea ni kwa bahati mbaya, lakini kuna kitu cha kujifunza. Wenzetu mnajua kabisa TMA ni mawakala wanaohusika mambo ya hali ya hewa. Sisi ambao tunazungukwa na maziwa haya tuwe makini sana. Taarifa inapotolewa ile saa 2 alafu saa ngapi, saa 5 za usiku, tuwe makini kuangalia. Mimi jana wakati naangalia, ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, niliona mkoa wetu utaendelea kupata mvua na hali ya hewa unaiona. Kwa wenzetu ambao ni wataalamu wa ziwani, wa baharini, kwenye maji, wao haya mambo wanaangalia kabla ya kusubiri haya yanayotokea. Ajali hiyo imetokea, ilikuwa na watumishi ambao walikuwa wanaenda vijiji jirani ambavyo viko mwambao wa ziwa Tanganyika. Walikuwa na majukumu ya kwenda kutoa huduma za kiafya. Watu hao inasadikika kuwa walikuwa 18 kwenye boti hiyo. Lakini katika idadi ya watu 18 hao, watu 9 waliokolewa wakiwa hai. Lakini pia watu 6 walitolewa ziwani wakiwa wamefariki kwa mujibu wa DMO, taarifa ambazo alithibitisha hivyo. Kwa hiyo watu 3 wamesalia ziwani ambao mpaka sasa tunaendelea kuwatafuta. Na watu hao 3 waliosalia jinsia yao ni ya kike wote waliosalia ziwani. Kwa hiyo kwa taarifa hiyo ya awali iko namna hiyo, lakini tunaendelea kupambana ili kuweza wenzetu kuweza kuwatoa waliosalia eneo hili la ajali. Waliosalia, ugumu wa zoezi ni kwamba eneo hilo ambalo limepata ajali pia kuna miamba kwa chini, na sadikika wenyeji wa hapa wa maeneo haya Kalalangabo wanatuambia kwamba hapo chini kuna miamba. Kwa hiyo ugumu unakuja katika zoezi la kuwatafuta, pengine watakuwa chini ya miamba hiyo, lakini tunaendelea na wataalamu wetu kuweza kuwatafuta mpaka hapo tutakavyokuwa tumewapata. Boti hii imekuja hapa kwenye saa 2 kama na robo, wakati upepo ni mkali mno. Sasa ilivyofika hapo, wakati anageuka sasa anapanda juu, ndipo ilipokutana na wimbi kubwa, matokeo yake ikawa imezama. Wakati imezama, kulikuwa na wavuvi wako kwenye mitumbu pale juu, wakawa wamewaokoa watu wachache ambao ni watu 9 waliokolewa. Alafu wengine walikuwa wamebaki mle kwa baada ya kujifunika. Kwa matokeo yake tukajikuta sasa wale wamenasa mle ndani, kwa hiyo hakuna namna ya kuwatoa. Sasa ikalazimika sasa sisi tuingie kwenye maji kuanza kukibinua kile kubunua ule mtumbu na kuanza kuwatoa. Matokeo yake tumetoa watu 8 ambao waliokuwa serious wamekwisha kufa ni watu 5 walikuwa wamekufa hapo hapo. 3 wamekwenda hospitali, lakini baada ya kufika hospitali amekufa mmoja. Kwa hiyo wamekuwa idadi ya waliokufa ni watu 6. Kwa hiyo 2 bado wako hospitali Maweni. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Tuliona hali ya anga ya hewa inabadilika, hivyo badilika miungurumo ikawa ni mingi. Baada ya ile miungurumo tukaona upepo ukaja mkali. Ule upepo ulikuwa na mvua ndani yake. Mvua ikaanza kunyesha. Baadaye tuliona kafaiba kanakuja, kanakimbia upepo na ile mvua. Kalivyofika hapa kutaka kuegesha, kakawa kameshindwa na ule upepo, kakawa kamerudi nyuma. Tukakaambia nenda kule mwisho kule ng'ambo, sempa sio ingia upepo. Sisi tulivyotaka kwenda kule, tuliona kale kananika fiber
kakiinuliwa na upepo mpaka kakajifunika. Kalivyojifunika, watu walikuwa wamevaa maboya, wakaanza kurukia maji na vipe vilikuwa vinateremka vikaanza kuwaogota waliokuwa emo. Wale walikuwa na fiber wakiwa wamekaa mbele kule, kulikuwa kitorubali kimefunika, wale walishindwa kutoka mle. Ikabidi wakaleta kamba, tukawa tumeikokota ile kamba mpaka mchangani. Madawa akiwa yamesambaa yanamwagika, tunakusanya madawa tuleta ofisini. Baada ya kufunua, tulikutana mle ndani mna maiti ziko mle. Mwenyekiti akawa amekuja wa mtaa. Hivyo kuja mwenyekiti wa mtaa pale libidi apige simu kwa mkuu wa kituo cha Kibirizi. Mkuu wa kituo Kibirizi akawahi akaja hapa, wakawapigia simu watu wa Maweni kuja kuwahi kuchukua waliokuwa wazima wakimbize hospitali kwenye huduma zilizokuwa zimekamilika.